So kwa jioni ya leo tumepokea mili 6 ya ajali ya helikopta imetokezea huko Nandi. So vile tumeiangalia hizo mili, tungeomba muwie sisi radhi kwa sababu hakuna kitu ya kuona. Ni vile mwili imeharibika vibaya sana, imechomeka. Hata huwezi identify nani ni nani, na pia ile deformity ya kupata hiyo ajali. So sisi tungeomba tu kwa niaba ya watu wa area hii mjue tu ni ajali imetokezea na watu wameumia, na hakuna kitu ya kurili kuangalia kusema tunataka kuangalia mwili. Hiyo ni pengine kuangalia ni baada ya kuundwa zaidi, kutengenezwa ili ionekane kama mwili ya binadamu. But kwa saizi pamoja na moto na ajali yenyewe huwezi identify mwili yote pale. Na mili 6 tumepata, ziko pale, zimepangwa vizuri, zimewekwa vizuri ili kesho tuendelee kushughulikia. Asanteni. Basi pia mimi najua leo ni siku ya huzuni sana kubwa kwa wakazi wa Uasin Gishu na marafiki zetu kutoka hapa Nandi, Elgeyo Marakwet mpaka kule mji ya Kipsigis. Kwanza nachukua nafasi hii kutoa rambirambi kwa niaba ya watu wa kaunti ya Uasin Gishu na kwa niaba ya marafiki ambao ni ya jamii ambao wameathirika, ambao wamepatwa na hii huzuni na hii janga. Tunasema pole sana kwa familia ya hawa watu 6 ambao walikuwa kwa hiyo chopa ambayo ilipata shida. Tunasema poleni sana. Ninajua kwamba tunajua Mheshimiwa Ngong ambaye ni rafiki mkubwa sana ya Uasin Gishu, na juzi alikuwa hapa kwa mambo ya wasanii, na mimi najua wasanii wengi wako hapa. Tunawaambia pole sana wasanii na wale wanaitwa artist na content creators na MCs. Huyu alikuwa baba ya hao watu, na juzi tulipokuwa hapa kwa maneno ya hafla hizo, yeye alijidhihirisha kwamba yeye anapenda wasanii, na leo tumesikia kwamba alikuwa anatoka kusupport msanii mwingine kule Mount Elgon. Kwa hivyo yeye alikuwa amejidentify kwa yeye ni baba ya wasanii hapa Uasin Gishu, hapa Rift Valley na sehemu zote za Kenya. Tunasema pole sana, hata niko na huzuni sana kubwa. Nasema pole sana kwa sababu huyo ndugu yetu huyo alitufundisha hata sisi tujue kwamba kumbe talent inaweza kusaidia mtu, inaweza onyesha mtu na kutirisha kwamba kumbe kila binadamu ako na talent yake. Kwa hivyo kwa niaba ya Uasin Gishu tunasema pole sana. Tunaambia artist wetu, mvumilieni, baba yenu ameenda lakini mvumilie kabisa. Tutakaa na nyinyi mpaka wakati utapumzisha hawa, na kwa sababu daktari amesema mili si mzuri sana ya kuona, hata ukiona utajua nani ni nani, lakini tunaamini tu kwamba watatengeneza vizuri. Talala hapa, kama kuna mpango mwingine ya serikali kushida ya hapa tutajua ikifikia kesho. So poleni sana, waje nikaribishe governor wa Elgeyo Marakwet aseme pole, alafu governor wa Nandi. Governor ya Nandi kwa sangapi? Jioni ya leo ni jioni ya huzuni sana Kenya nzima, na kwa niaba ya wakaaji wote wa Elgeyo Marakwet County, kwa niaba ya marafiki wake Ngong, sisi wote tukiwemo, na kwa niaba ya jamii nzima ya Kalenjin na Wakenya wote, tunataka kusema pole kwa familia, pole kwa wakaaji wa Dikir, pole sana kwa wasanii wetu wote, na tunasema pole kwa pia wajumbe wa National Assembly na viongozi wote, na pia ikiwemo rais, kwa sababu yeye alikuwa mbunge wa rais. Tunataka kusema pole sana kwa janga ambayo ilifanyika siku ya leo, ambapo tulipoteza watu 6, na tumeona kwamba wako vile daktari CEO wa MTRH amesema. Kwa niaba ya viongozi tungeomba wakaaji wote na wale wote wamekuja hapa ya kwamba haitawezekana kuona vile iko, labda tuachie madaktari wafanye ile wanaweza, ili wakati wamekuwa tayari wanaweza wakatuelezea. Kwa hivyo tunataka kusema poleni sana. Leo hii ni huzuni kubwa. Ngong hakuna mahali, hakuna maisha hajaguza. Sisi Elgeyo Marakwet amekuwa hapo akisherekea wasanii juzi tu, hii mwezi moja ilipita, na alikuwa ameniahidi ya kwamba mwaka huu ile awards yake anafanyanga ya wasanii atafanyia Elgeyo Marakwet pale Iten. Kwa hivyo huyu aliguza maisha ya kila mmoja, kutoka hata watu wa Imuru wa Dikir, si alikuwa baba ya huko, alikuwa baba ya Kalenjin mpaka Uganda.
alikuwa anaenda mpaka Wakalenjin wale wanaitwa Sebei huko Uganda kuwasaidia wasanii, na hata leo hii ameanguka kwa ndege kwa sababu alitoka kusaidia msanii mwenzake. So tunasema poleni, Mungu aweze kuwapatia nguvu familia na watu wote wa Emurua Dikir, jamii ya Kipsigis na kila mmoja wetu. Nataka niseme tu poleni, na kwa niaba ya Elgeyo Marakwet pole sana. Governor Nandi. So I want to this evening join my colleagues and all the to pass our condolences for the passing on through this tragic accident of our friend Mheshimiwa Joanna Ng'eno, together with the team that he was with. This incident or this accident happened in Nandi County, Mosop constituency, Sangalo Kebuloni ward. We are all aware that today was, across the country, today the weather situation across the country was not good. And on his way from Endebess, en route to Narok County, the helicopter where Mheshimiwa was on board had to land in Mosop because of bad weather. After they were on ground for about 15 minutes, and after assessing the weather and convinced that the weather was fairly okay, they took off. And as they took off, within a minute of that takeoff, they crash landed again, I guess because of the same bad weather. As indicated, we have lost 6 of the entire team of 6 on board. We lost them. So we want to first appreciate the support of the local community within Sangalo Kebuloni where the incident happened. We were able to identify who was on board on account of the documents that we received on ground, and therefore that indicates that the team and the community that arrived there in good time were able to secure whatever could be secured to help us identify who the victims were. We also want to thank the Senator for Nandi and the Member of Parliament for Tigray, who were the first team to arrive on the ground together with the security team and our emergency team, but the situation was beyond help. This was just at the forest, so you also had to access by doing another almost 2 kilometers off the road to where the helicopter crashed. So we are really sad. Mheshimiwa Ng'eno is a friend of all of us, having stood for the rights, for justice, and for the development of his people. But beyond Emurua Dikir, Ng'eno will be remembered as a man who stood for local artists across the region. And therefore, our country has lost a dedicated, committed leader. You will remember also that in Parliament, Mheshimiwa Ng'eno is the chairman of the Housing Committee. All this huge transformation agenda by the President around housing, the person who has been oversighting and spearheading in terms of legislation and everything was Joanna Ng'eno. And therefore today is a very, very sad day for all of us. We want to pass our condolences to the family, condolences to the people of Emurua Dikir, all the friends who believed in him, who stood with him, and the people that he touched. And therefore we want to say poleni sana, as indicated by the director of MTRH. The bodies are in a situation that we may not all be able to view, and therefore we want to allow MTRH and the team to work on the bodies, and even allow the family and the members of Parliament. I know Mheshimiwa Meli is here. He has been appointed as the chair to help organize and manage the situation. We stand, and I want to thank the governor for Elgeyo Marakwet, Governor Uasin Gishu, all the leaders who are present here for coming to show solidarity with the family. On his way is the governor for Narok, Patrick Ole Ntutu. I think in another almost 30 minutes or so he will be here. So we are here. Poleni sana.